Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Marekani ambaye aliapa kuwa meli yoyote itakayoshambuliwa atajibu. Mashambulizi ya meli Jumanne yaliyofanywa ambayo yanatajwa kulaaniwa hayajathibitishwa yamefanywa na Irani au Irani hawajathibitisha, hawajakanusha. Ya nyuma walithibitisha. Wizara ya mambo ya nje ya Irani ilisema Jumatano kwamba mashambulizi ya Marekani katika pwani ya kusini mwa Irani yalikuwa ni ukiukwaji mkubwa wa makubaliano na Washington. Kamati kuu ya Marekani ilisema, CENTCOM hiyo, ilisema kuwa katika taarifa yake kwamba vikosi vyake vilikuwa vimekamilisha mashambulizi mapya ya kulipiza kisasi dhidi ya Irani siku ya Jumanne na kulenga zaidi ya malengo 80 kwa kujibu mashambulizi ya hivi karibuni dhidi ya meli za kibiashara ambazo zinapita kwenye mlango wa Hormuz. Shirikisho la nchi za Kiislamu duniani Jumatano lililani vikali hatua ya Irani ya kushambulia meli za Qatar na Saudi Arabia katika mlango wa Hormuz, ikisema mashambulizi kama hayo yanatishia usalama wa kikanda na yanakiuka maadili ya kidini. Lakini shirikisho hili halijawahi kutoa kauli kulani mashambulizi ya Marekani na Israeli, hata yaliyomuua kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Hawajawahi kuketi, wala shirikisho hili halijawahi kutoa taarifa kulani mauaji ya watoto wadogo kwenye shule kule Minab, watoto 168 waliouawa. Halijawahi kuketi. Kwa hiyo naweza kusema shirikisho hili wamelipublish kuwa shirikisho la Uislamu ili kutimiza au kupeleka ajenda zao. Walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu wa Irani wamesema Jumatano kwamba wameshambulia maeneo 85 ya kijeshi ya Marekani huko Bahrain pamoja na Kuwait baada ya kuishutumu Marekani kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano kwa mashambulizi ya anga kusini mwa Irani. Makao makuu ya Khatam al-Anbiya, chombo cha pamoja cha amri ya kijeshi kinachoratibu vikosi vya jeshi la Irani, kilisema Jumanne kwamba nchi hiyo itatoa jibu kali baada ya kile alichokiita mashambulizi ya Marekani dhidi ya sehemu za kusini mwa Irani. Waziri wa ulinzi wa Ujerumani, tuachane na hiyo. Idara ya hazina ya Marekani imebatilisha idhini ya Juni 21 ya uzalishaji na usafirishaji na uuzaji wa mafuta ghafi ya asili ya Irani, bidhaa za petroli na bidhaa nyingine, ikiruhusu miamala kupunguzwa, lakini ikizuia ununuzi mpya na upatikanaji kuanzia Jumanne. Nitakufafanulia. Marekani imeondoa amri yake iliyokuwa imeondoa zuio la kuuzwa kwa mafuta ya Irani. Yaani maana yake kuwa Marekani imerejesha vikwazo vya kuuza mafuta tena kwa Irani ambavyo iliviondoa Juni 21 na kuruhusu Irani iweze kuuza mafuta yake. Kwa hiyo imerudisha vikwazo. Nchi za Kiarabu pamoja na Saudi Arabia, Bahrain, Jordan, Falme za Kiarabu zimelani kile walichokiita mashambulizi ya Irani dhidi ya meli za mafuta karibu na mlango wa Hormuz, zikiita kuwa ni tishio la usambazaji wa nishati na utulivu wa kikanda. Nani ni nani? Nini ni nini? Haya, ngoja tuziangalie hizi taarifa kiasi. Jeshi la Marekani lilisema Jumatano kwamba lilikuwa limeanzisha mashambulizi mfululizo makali dhidi ya Irani ili kutoza, yani mashambulizi makubwa ya gharama kubwa kutokana na Irani kufanya mashambulizi mengi katika mlango wa Hormuz. Vikosi vya amri kuu ya Marekani vilianzisha mfululizo wa mashambulizi makali dhidi ya Irani ya gharama kubwa kwa kulenga na kushambulia meli za kibiashara ambazo zinaendeshwa na raia wasio na hatia katika njia ya maji ya kimataifa, CENTCOM ilisema katika taarifa iliyochapishwa kwenye X. Irani imeshambulia meli 3 za kibiashara zinazopitia mlango wa Hormuz katika siku za hivi karibuni, ikiwa pamoja na meli za Qatar pamoja na Saudi Arabia. Uchokozi ulioonyeshwa na Irani haukuwa wa lazima, hatari na ukiukwaji wa wazi wa kusitisha mapigano, CENTCOM ilisema.
Mashambulizi hayo yalitokea saa chache baada ya Marekani kufuta msamaha wa vikwazo ulioidhinishwa wa uuzaji wa mafuta ya Irani kutokana na mashambulizi hayo. Afisa wa Marekani aliambia Al Arabiya English kwamba mashambulizi ya Irani ya hivi karibuni katika mlango wa Hormuz hayakubaliki kabisa kwa Marekani na yanabatilisha matokeo. Taarifa nyingine inayozungumzia hili swala inasema jeshi kuu la Marekani lilisema Jumatano kwamba limekamilisha mashambulizi mapya dhidi ya Irani na kwamba ilikuwa limeshambulia zaidi ya malengo 80 wakati wa mashambulizi yake ya hivi karibuni. Pamoja na kuanzisha wimbi jipya la mashambulizi dhidi ya Irani, Washington pia imefuta leseni inayoruhusu nchi hiyo kuuza mafuta baada ya meli 3 za mafuta kupigwa na makombora katika mlango wa Hormuz. Vikosi vya Marekani vilishambulia mifumo ya ulinzi wa anga ya Irani, mitandao ya amri ya udhibiti, maeneo ya rada ya pwani, uwezo wa makombora wa kupambana na meli pamoja na boti ndogo 60 za walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ndani karibu na mlango wa bahari wa Hormuz ili kudhoofisha uwezo wa Irani wa kuendelea kushambulia meli za kibiashara za kimataifa zinazopita katika ukanda wa biashara, Marekani ilisema. Vikosi vya CENTCOM vinabaki vikiwa vimejipanga na viko tayari kuiwajibisha Irani wakati wa makubaliano, kipindi ambacho makubaliano hayatafuatwa au kutiliwa maanani. Amri juu ya kijeshi ya pamoja ya Irani ilisema vikosi vya jeshi la Irani vitatoa jibu kali vikishutumu Washington kwa kile alichokiita kitendo cha wazi cha uchokozi, huku ikionya kwamba Teherani haitaruhusu Marekani kuingilia kati usimamizi wa mlango wa bahari wa Hormuz. Kusitishwa kwa mapigano katika vita vya Irani kumebaki kuwa dhaifu. Vita ilianza wakati Marekani na Israel iliposhambulia Irani mnamo Februari 28 na Irani ikajibu kwa mashambulizi yake makali dhidi ya Israel pamoja na majimbo mengi ya Ghuba ambayo yanahifadhi kambi za kijeshi za Marekani. Mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran na mashambulizi ya Israel dhidi ya Lebanoni wakati wa vita yameua maelfu na kuwafanya mamilioni watu kuhama. Vita hivyo pia vimeongeza bei ya mafuta na kutikisa masoko ya duniani kote. Kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha Irani IRGC kimesema Jumatano kwamba kimeshambulia vituo kadhaa vya kijeshi vya Marekani huko Bahrain na Kuwait katika kujibu mashambulizi ya Marekani, katika taarifa iliyotolewa na shirika la IRB. Katika jibu la awali kwa uchokozi huu, jeshi la wanamaji la IRGC na kikosi cha anga za juu kimefanya operation ya pamoja ya makombora pamoja na ndege zisizo na rubani, ikishambulia vituo 85 muhimu vya kijeshi vya Marekani katika nchi hizo mbili, huku pia ikiangusha ndege isiyo na rubani ya Marekani ya MQ-9 Reaper, taarifa hiyo ilisema. Jeshi la Kuwait lilisema kwamba kulikuwa na kujibu kwa mashambulizi ya kombora na ndege zisizo na rubani. Ulinzi wa anga wa Kuwait kwa sasa unapambana na mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani, jeshi lilisema kwenye mtandao wa X bila kutaja makombora yalipokuwa yakitoka. Wafanyakazi wakuu wa jeshi wanabainisha kwamba mlipuko yoyote ambayo itasikika ifahamike kuwa ni matokeo ya mifumo ya ulinzi wa anga kuzuia mashambulizi ya adui. Kando, ving'ora vya anga vilisikika na viliwashwa katika nchi ya Bahrain Jumatano, wizara ya mambo ya ndani pia ilisema. Ving'ora vimepigwa, wizara ilisema kwenye mtandao wa X bila kutoa maelezo ya tishio linaloonekana. Wananchi na wakazi wanahimizwa kuwa watulivu kuelekea mahali salama na kwenye utulivu zaidi. Makao makuu ya Khatam al-Anbiya Irani imeapa kujibu kwa ukali mashambulizi ya Marekani na inakataa kuingiliwa kwa njia yoyote katika mlango wa Hormuz. Makao makuu ya Khatam al-Anbiya ya Irani imesema vikosi vya jeshi la Irani havitaruhusu kuingiliwa kwa njia yoyote katika masuala ya mlango wa bahari Hormuz kufuatia mashambulizi ya Marekani kusini mwa Irani mapema Jumatano. Makao makuu yalitangaza kwamba vikosi vya jeshi la nchi hiyo vitajibu kwa ukali mashambulizi ya hivi karibuni ya Marekani dhidi ya Irani na kusisitiza kwamba hakuna chama kitachoruhusiwa kuingilia masuala ya mlango wa bahari wa Hormuz au kusimamia njia ya maji ya kimkakati. Katika taarifa ambayo ilitolewa kufuatia mashambulizi ya Marekani kusini mwa Irani, makao makuu yalisema ushiriki usio wa kawaida wa umma katika maandamano ya mazishi na sherehe ya kumwaga kiongozi aliyeuawa shahidi wa taifa la Kiislamu ulikuwa pigo la aibu kwa kiburi cha kimataifa cha muhalifu Marekani. Taarifa hiyo iliongeza kuwa jeshi la Marekani lilianzisha mashambulizi katika maeneo kadhaa kusini mwa Irani, huku mwili wa kiongozi huyo aliyeuawa shahidi ukipokelewa na maafisa na watu wa Iraq, ikieleza shambulio hiyo kama kitendo cha wazi kabisa cha uchokozi.
IRGC ilisisitiza kwamba vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Irani vitatoa jibu la haraka na kusisitiza kwamba Irani haitaruhusu kabisa kuingiliwa kwa mambo yoyote katika masuala ya mlango wa bahari wa Hormuz au kuruhusu wengine kusimamia. Makao makuu yalisisitiza zaidi kwamba njia pekee salama kwa meli za kibiashara na meli za mafuta zinazopita mlango wa bahari wa Hormuz ni njia iliyoteuliwa na Jamhuri ya Kiislamu ya Irani pekee. Mashambulizi ya Marekani yamelenga kusini mwa Irani. Taarifa hiyo ilikuja baada ya amri kuu ya Marekani CENTCOM kutangaza kwamba ilikuwa imekamilisha raundi za mashambulizi dhidi ya Irani alfajiri. Milipuko mingi iliripotiwa karibu na miji ya Irani ya Bandar al-Abbas, kisiwa cha Keshmi na Sirik muda mfupi kabla ya tangazo hilo. Waandishi wa habari wa IRB waliripoti milipuko 6 karibu na eneo la Keshmi na milipuko 7 karibu na kijiji cha Tahrovi katika eneo la Sirik. Huko Sirik, mashambulizi yalishambulia gati la kibiashara na bandari ya uvuvi, huku watu kadhaa wakijeruhiwa pamoja na vipande vya gati vya kibiashara, kulingana na taarifa iliyochapishwa na IRB. Maafisa pia walisema mashambulizi dhidi ya Bandar al-Abbas yalilenga gati la uvuvi na kuteketeza boti kadhaa za uvuvi. Mashambulizi ya Israeli pia yamepanua ongezeko la kikanda. Wakati huo vikosi vya uvamizi vya Israeli vilianzisha mashambulizi ya anga ya kulenga mji wa kusini mwa Lebanon wa Beit Yahun na eneo la Brashit pamoja na Beit Yahun. Mwandishi wa Al-Maidan aliandika ripoti hii. Mizinga ya Israeli pia ililenga viunga vya Nabati pamoja na Foka na Mefodon, huku shambulio la anga likishambulia la kwanza kupanua ongezeko la kijeshi dhidi ya Iran na Lebanoni kwa wakati mmoja. Irani imelani vikwazo vya Marekani. Kuongezeka kwa kasi kwa kijeshi kuliambatana na kulani kwa Irani uamuzi wa Marekani wa kubatilisha usimamishwaji wa muda wa vikwazo dhidi ya mauzo ya mafuta ya Irani, jambo ambalo Teherani ilisema lilikiuka kifungu cha 10 cha mkataba wa Islamabad uliosainiwa Juni 28. Wizara mambo ya nje ya Irani ilisema uamuzi huo wa Marekani ulionyesha imani mbaya, kutokuwa na utulivu na kutokuwa na uhakika, ikiishutumu Washington kwa kukiuka mkataba huo mara kwa mara, ikiwa pamoja na kupitia mashambulizi ya uvamizi wa Israel dhidi ya Lebanoni. Wizara hiyo ilionya kwamba Marekani ingewajibika kwa matokeo ya kukiuka makubaliano hayo, na ikasema Irani itachukua hatua zote muhimu kulinda maslahi na usalama wake wa kitaifa. Nimekusomea taarifa nyingi zinazozungumzia hili swala, nyingi kuhusu kile ambacho nilimalizana nacho kwenye mazungumzo ya jana jioni. Nilizungumza na nikakueleza haya yanakuja kutokea kwa wakati gani. Sasa niliyazungumza jana kuambia kuwa Marekani amekuja kunasa, anakuja kugundua amenasa sehemu ngumu ambayo kuwa anajaribu kujinasua kwa njia yoyote. Na niliwaambia kuwa sioni ambapo Irani wanaweza wakaachia hili, yani au wakalegeza. Bei ya mafuta ilipanda kwa 5% mpaka 6% baada ya hili taarifa kuripotiwa. Ilipanda kwa 5% mpaka 6% ilipanda. Na hii yote ilipelekea kutokana na mashambulizi na makabiliano makali. Naweza kusema kuwa toka kumekuwepo na usitishaji wa haya makubaliano ambayo unaweza kusema walisaini makubaliano Juni 28 kule Islamabad, hapakuwa na mashambulizi makali kama yaliyofanyika jana kwa pande zote. Hapakuwa na mashambulizi makali yaliyofanyika kwa pande zote kama yaliyofanywa jana. Narudi kwenye nadharia yangu na kile nilichokisema. Kila upande una njia yake ya kutimiza hili. Ima Irani warudi kwenye vita sawasawa ili kumlazimisha Marekani, au Marekani akubaliane na vifungu vya Irani. Vinginevyo hakuna kitachomalizwa hapa. Marekani wakati wa makubaliano haya walitumia muda mwingi kuaminisha umma kuwa walikuwa kwenye makubaliano bora. Nadhani mnakumbuka wakati anayazungumza makamu wa rais, na mnakumbuka wakati Donald Trump amesema kuwa watatupa hiki, wataacha hiki, watatupa hiki, watafanya nini, wamekubali hilo. Ni vyombo vya habari vingi vya Marekani vimejaribu kutuainisha na kutuamnyesha kuwa katika meza ya mazungumzo wao wamepata na wao wameshinda. Lakini milio wanayoitoa na vitendo vinavyotoka vinaakisi uongo wa kile wanachokisema. Matokeo ya haya yanayotokea ni jibu la wazi kuwa
hakuna walichokipata katika meza ya mazungumzo. Na hili huwa tunalizungumza kwa uwazi, labda ulete tu ubishi wako. Kwa sababu kama wangekuwa wamepata kile ambacho wametuambia, basi tusingeona hizi vurugu zinazoendelea hivi sasa. Wangejaribu kuhakikisha kuwa tunaenda kumaliza hili ili tuweze kulitimiza. Lakini unabaki ukweli tu kuwa hakuna cha maana ambacho wamekipata kupitia hili. Sasa kile ambacho Irani huwa wanasema Marekani huwezi kumwamini, na ndio maana ukiangalia kwenye muktadha wa vifungu 14 vilivyopo kwenye yale makubaliano ya MOU, unaona kuwa kile ambacho niliwahi kukuambia kuwa kwa nini katika vifungu vyote 14 ukitoka kuanzia kifungu cha 12, 13 na 14 inawezekana ndio vifungu ambavyo vimeelekea upande wa Irani. Lakini ukitoka kifungu cha 12 kurudi mpaka kifungu cha kwanza, ni vifungu vyote vinamwajibisha Marekani. Yani vifungu vyote vinamlazimisha Marekani kukubali hiki, vinamlazimisha kukubali hiki, kukubali hiki, ndiyo nitakubali hiki nitakubali. Hapo ndio ujiulize kuwa kwa nini Irani? Kwa sababu Irani ni wazoefu na Marekani. Irani ni wazoefu sana na Marekani. Wakati wa mazungumzo ya JCPOA yaliyokamilika mwaka 2015, wakati Donald Trump ameitoa Marekani 2018 kwenye makubaliano ya JCPOA yaliyosainiwa na Barack Obama, Irani wakagoma kabisa kuanzisha mazungumzo. Katika awamu ya kwanza ya Donald Trump walikataa kufungua mazungumzo yoyote na Marekani. Ikaja wakati wa Joe Biden wakakataa kuanzisha mazungumzo yoyote na Marekani. Katika muktadha ambao waliueleza wakasema kuwa ikiwa wanataka tuanzishe mazungumzo sisi na wao, wanatakiwa watoe maelezo ya kutosha kwa nini Marekani ilijiondoa kwenye makubaliano ya 2018. Kwa nini Marekani alijiondoa? Yani wakitoa jibu kwa nini tulijiondoa na sababu ya kujiondoa, wao watarudi kwenye meza ya mazungumzo. Nadhani mnakumbuka mazungumzo yalivyolazimishwa wakati Donald Trump amerudi awamu ya pili baada ya kuandika barua kupitia kwa Qatar nadhani, na au ilipitia Qatar ndio walipewa barua kwa mpelekee turuhusu mazungumzo. Wao wakakataa, wakasema hatuna shida ya mazungumzo yoyote, hatutaki. Ndio sababu iliyopo kwenye vifungu 14 kuwa kuanzia kifungu cha 12 ndio kinamlazimisha sasa Irani atimize, lakini juu ya vifungu vyote anatakiwa Marekani aanze kutimiza. Kwa sababu Irani wanamjua Marekani kuwa ni bingwa wa kukiuka makubaliano. Ndio maana waliamua kumpiga kitanzi kwenye vifungu 14. Sasa Marekani, hizi vurugu za kwenda na kurudi au za kuanzisha hili na hili ni matokeo ya kabali kuuma. Yani ni matokeo ya kuumizwa na ile, yani umepigwa kabali ya shingo ndio inayokuumiza, ndio matokeo yake haya Marekani unapomuona kuwa anajaribu kukukuruka kwa sababu kanasa kwenye vifungu. Sasa kwa jinsi ilivyo hana chaguo. Ima abaki kwenye njia akubaliane na vifungu au atoke anzishe vita. Hakuna lolote ambalo, na amevyokuwa mwepesi sana, haraka anafanya mashambulizi alafu haraka anarudi kwenye ile nafasi yake, anasema tumeisha timiza hili. Nadhani niliwahi kulizungumza hili. Irani wanatakiwa walitathmini upya ikiwa wanatamani au wanataka kutimiza malengo yao. Hili swala Irani wanatakiwa walitathmini upya baada ya maziko ya Khamenei. Ima watoke moja kwa moja kwenye mazungumzo, sasa hatupo kwenye mazungumzo, warudi kwenye vita, mashambulizi na hatukubali chochote. Ima wabadilishe vifungu vya makubaliano kuwa utekelezaji uanze mara moja bila, au wakae nje, kwa sababu ni vigumu sana kwenda kufikia makubaliano katika hili. Nimekusomea taarifa za nchi za Kiislamu kulani sijui waliketi wapi na wanawakilisha kipi ambacho kinaainisha kuwa hizi ni nchi za Kiislamu, kwa sababu wamekuwa wakilinda maslahi ya kisiasa ya nchi zinazowatawala, ndio unaweza kusema vile. Lakini nilikusomea mwanzo taarifa ya NATO kufurahia hiki. Wanasema kuwa wanaunga mkono mashambulizi ya Marekani kwa sababu Iran imekuwa ikishambulia meli za kimataifa. Lakini hawaendi kwenye sababu. Yani unajua, mara zote mimi napenda kusema kuwa hebu twende kwenye sababu ya msingi. Kwa nini haya yanatokea? Yani twende kwenye sababu ya msingi, kwa sababu kama tunakwenda kwenye makubaliano na makubaliano yanayosimamia mkataba huu, yani huwezi kumwajibisha jirani kwa mkataba wa jirani yake. Utamwajibisha kwa mkataba uliosaini naye wewe. Yani ndio utachomwajibisha, kwa sababu mikataba ni mikataba. Sasa
Mkataba waliosaini Marekani na Irani ni mkataba ambao unamtaka Marekani ajiweke mbali na Hormuz. Ndio maana unaona taarifa iliyotolewa na wao wanasema kuwa wanasema kuwa hawatoruhusu kamwe yoyote mwingine aingie kudhibiti Hormuz au ajipenyeze kuwa sehemu ya Hormuz. Sasa Marekani anajitahidi kwa nguvu zote kuhakikisha kuwa anajipenyeza, awe bega kwa bega, ima awe na ushirikiano na Irani apate ushawishi wa Hormuz, kwa sababu niliwaambia Hormuz ni zaidi ya nyuklia. Hormuz ni zaidi ya nyuklia. Lakini kama nilivyozungumza kwenye video yangu kule YouTube, nilisema kuwa Irani wanaendelea kuchekelea huu mchezo, kwa sababu mchezo huu umewapeleka kucheza nje ya uwanja. Mchezo huu umewafanya Irani wacheze nje ya uwanja kwa muda mrefu. Ugomvi ulioanzishwa na vita inayoanzishwa au wanachopigana hivi sasa ni udhibiti wa Hormuz. Ajenda kuu haipo, nyuklia, makombora, sijui nini, zote ajenda haziko, ziko mbali. Lakini Netanyahu anaweza akaona nafuu ya kupumua pale anapoona msuguano kama huu unatokea. Ndio maana anaruhusu mashambulizi Lebanoni ili kujinusuru katika kile ambacho nilikisoma jana. Nilikusomea taarifa ambayo kuwa anatafuta njia yoyote ya kujinusuru kisiasa. Anaweza kuanzisha vurugu kule Gaza au akaanzisha vurugu kwengine kokote. Kwa hiyo pale inapotokea fursa kama hii, yeye inakuwa ni nzuri sana kwake. Anajaribu kuruka nayo, kuwa hii ni fursa, lazima nitembee nayo. Anatamani kuspark zaidi, yani kulipua zaidi, palipuke zaidi na hali iwe mbaya zaidi. Rahby Digital, haki na ukweli.